Kwa jina naitwa Conrad Milinga, ni mkurugenzi wa idara ya uwezeshaji kiuchumi na maendeleo ya sekta binafsi, ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu. Tupo hapa katika wiki ya maadhimisho ya utumishi wa umma ambayo ilianza tarehe 16 mpaka leo tarehe 23 ambapo tunahitimisha. Sisi kama ofisi ya Waziri Mkuu, pamoja na majukumu yetu ya uratibu wa shughuli za serikali, lakini pia tumeitumia nafasi hii kushiriki katika maadhimisho haya kuweza kuelimisha umma kuhusu majukumu yanayofanywa na ofisi ya Waziri Mkuu, hususan Sera, Bunge na Uratibu, hasa katika maeneo yafuatayo. Moja, tumetumia nafasi hii kuelimisha umma kuweza kujua fursa zilizopo kupitia mifuko ya uwezeshaji kiuchumi pamoja na programs mbalimbali za kiuchumi, ili wananchi waweze kutambua fursa hizo zinazopatikana katika kwenye mikopo na mifuko ambayo ipo katika sekta mbalimbali zinazohusiana na masuala ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Lakini pia tumetumia fursa hii kuelimisha umma kuhusu alama za taifa ambazo tunazo katika taifa. Alama tulizo nazo ni pamoja na ngao, kwa maana ngao ya taifa, lakini pia tuna wimbo wa taifa na bendera. Kumekuwa na matumizi ambayo sio sahihi kwenye alama hizi za taifa. Kwa hivyo tumetumia nafasi hii kuelimisha umma ili uweze kujua matumizi sahihi ya hizi alama za taifa, ili tunapozitumia basi tujue kwamba matumizi yake ni yapi, na kwa sababu kumekuwa pia kuna alama nyingi, hasa ngao. Ukiingia hata kwenye mitandao unakutana na alama ambazo sio sahihi, zina rangi ambazo sio sahihi. Kwa hivyo tumetumia fursa hii pia kuelimisha umma ili waweze kujua kwamba ngao sahihi ni ipi, na wimbo wa taifa kwamba unatakiwa uimbwe beti zote mbili na sio beti moja. Kwa hivyo tumetumia nafasi hii kuelimisha umma, lakini pia na bendera ya taifa, kwa sababu pia kumekuwa kuna rangi tofauti tofauti, hasa zile ambazo zinatumika na watu mbalimbali, hata zinazochapishwa kwenye taasisi binafsi huko. Lakini pia tumetumia nafasi hii kuelimisha umma kuhusu idara ambayo tunayo ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu inayohusiana na masuala ya maafa, na ambayo kwanza tuna sera ambayo imeandaliwa, sera mpya ya mwaka 2025 ambayo inatoa majukumu mbalimbali ya kisekta jinsi ya kukabiliana na maafa pale yanapokuwa yanajitokeza. Na pia kupitia idara hiyo tuna mfumo ambao una uwezo wa kutambua majanga mapema kabisa yanapotokea na kutoa tahadhari kwa wananchi kuweza kujiandaa na namna pengine ya kukabiliana na hayo majanga kabla hayajatokea. Lakini pia tumetumia nafasi hii kuelimisha umma kuhusu idara yetu ya ufuatiliaji na tathmini wa shughuli za serikali. Kwa hivi tuna idara maalum ambayo hatukuwa nayo siku za nyuma huko, lakini hivi sasa tunayo. Kwa hiyo kwamba kila kinachofanyika, idara hii ina majukumu hayo ya kufuatilia na kuona shughuli za serikali zinafanyika na kuzitolea taarifa mapema inavyowezekana. Na baada ya kusema haya, pamoja na maonyesho haya ambayo tumeshiriki hapa na kutoa elimu hii tutaendelea kuitoa, na siku chache zijazo kuanzia tarehe 28 tutakuwa pia kuna maonyesho ya Sabasaba kule Dar es Salaam. Tutaendelea kutoa elimu hii. Kwa hivyo tunawakaribisha wananchi wote pale Dar es Salaam kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 28 mwezi Juni mpaka tarehe 13 Julai. Tutakuwa pia Dar es Salaam katika banda letu la ofisi ya Waziri Mkuu, ambayo itakuwa linahusisha ofisi ya Waziri Mkuu yote kwa ujumla, Sera, Bunge na Uratibu, lakini kazi, ajira, vijana na wenye ulemavu. Tutakuwa tuna banda moja, tutakuwa tunatoa elimu pale na kwa umma kuhusu shughuli zote ambazo zinafanywa na ofisi ya Waziri Mkuu. Tutakuwa tukishirikiana pamoja na taasisi zetu zote. Kwa hiyo tunawakaribisha wananchi kwa nafasi nyingine pale watakaopata kufika pa Dar es Salaam, wasikose kufika katika banda la ofisi ya Waziri Mkuu ili waweze kupata elimu hiyo kwa ujumla wake. Ofisi ya Waziri Mkuu pia ni moja kati ya ina mifumo yake ambayo nayo imeshaunganishwa huko kwenye mfumo kama ambavyo Mheshimiwa Waziri Mkuu alivyoelekeza pale, ikiwa ni pamoja na mfumo wetu ambao nimesema tuna mfumo huo wa kutambua majanga pamoja na mifumo mingine ambayo tunayo. Pia na sisi tunajiunga kule ili
wananchi wanapoingia popote pale waweze kupata taarifa za kwetu, lakini pia waweze kuunganishwa na taarifa zinazopatikana kwenye taasisi, lakini pia na wizara nyingine.